Allow me to welcome each one of you in this service. It's a great privilege to be in the presence of God. Those who are in the house of God and together with those who are watching, I pray that the Spirit of God will minister to you and will have His way into your family, and your life will never be the same again. I want to bring the Word of God to you with the title, Breaking the Record of My Family. Breaking the record of my family. Kuna michezo ambayo watu hupenda sana, michezo ya mbio. Na we thank God because of this nation. Kenya inajulikana na wakimbiaji wa mbio za masafa marefu. Na wakati wote utakuta kuna maandalizi ya mbio, kila mtu anajitahidi wakati ambapo anafanya mazoezi to break the record ambayo ilikuwa imewekwa, either ni yeye mwenyewe ama ni mtu mwingine. And we as a family kukaona records ambazo zimewekwa na in family archives. Wakati wote ambapo mtu anazaliwa in a family, unakuta ya kwamba kunaangaliwa from the family archives. Familia hii huwa inaishi maisha aina gani? Wanafika kiwango kipi cha maisha? Wanasoma namna gani? Wanaoa namna gani? Wanaolewa namna gani? Because all the history of your family inakuaga well stored in your family archive. Glory be to God. Are you getting me, church? And remember always, history repeats itself. Whatever has happened in the past in your family can happen again and again. And you can be a captive of the history of your family. And this day, as we celebrate the doings of God in our family, and as we present our families to God and to usher in a new dawn into our families, it's very important for you to have something in mind. And I want to each one of us, both in the house of God and those who are watching from where they are watching me from, I want us to have this an insight to break the record of our family. Whatever is in the archive of your family, break that record na uwekelee kitu kingine, ili wakati wowote jamii yako kutoka kwako na vizazi vinavyokuja, wakati utazaa mtoto, watoto wako watazaa watoto, kukiendwa kwa archive ya familia yenu, kunakuta ya kwamba kuna record ilivunjwa na sasa wanaruhusiwa kuishi maisha mengine mapya ambao wewe umeseti. It is your high time to set a new record in your family. Hey, hallelujah. Nasema it is your high time to set a new record of your family. Hatutaishi kama vile nyanya zetu waliishi. Hatutakaa kama vile babu zetu waliishi. No. We are going to raise another new dimension in our family, ili watoto wetu na vizazi vinavyokuja wataishi maisha tofauti na vile ambavyo tulivyo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And when we translate our lives into the life of our children, we are going to translate a total different lifestyle kuliko vile ambavyo nyanya zetu na baba zetu walikuwa wanaishi katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Let us read together with me the book of Genesis chapter number 27. I'm going to read 3 verses. Verse number 38 to verse number 40. Genesis chapter number 27, verse number 38 to verse number 40. The Bible says,
And Esau said to his father, have you only one blessing? My father, bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice and wept. Then Isaac his father answered and said to him, behold, your dwelling shall be of the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above. Verse number 40. By your sword you shall live, and you shall serve your brother. And it shall come to pass, when you become restless, that you shall break his yoke from your neck. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Verse number 40 is a very good verse for your life. By your sword you shall live, and you shall serve your brother. And it shall come to pass, when you become restless, that you shall break his yoke from your neck. Glory be to God. Maandiko haya ambayo nimeyasoma baada ya Yakobo wakishirikiana na mama yake kumpokonya Esau urithi wa kwanza na wa baraka zake kutoka kwa baba. Biblia inasema ya kwamba Yakobo akapotea na akaenda, lakini Esau akafika kwa baba yake akamwambia, baba yangu, umesema umebariki Yakobo, na sasa kwani uko na baraka moja peke yake? Mbona hata mimi bwana baba yangu usinibariki? Akamwambia, Dani, kwani uko na baraka moja peke yake kwa store? Hata mimi nahitaji baraka. Biblia inasema ya kwamba alipomwambia baba yake hivyo, kwa maana baba yake alimwambia kwamba wewe hauna baraka, unaweza kubarikiwa, ila laana ikufuate. He cried, he lifted his voice and he cried bitterly, akalia kwa uchungu. Na hivyo ndivyo maisha ya wengine wetu yamekuwa. We are crying bitterly because of what is happening into our lives, into our families. Wakati ambapo unaishi na mtoto huko anaenda anabarikia, anaharibika, despite of your expectation, you cry bitterly. Mimi ni mama wa kanisa, mtoto wangu amepata mimba, how shame. You cry bitterly. Nasikia kana kwamba hata utahama katikati ya watu. The less fortunate deed or action of your daughter inatokana na vile ambavyo sio yeye amependa, lakini inatokana na mahali ambapo ametoka. Katika jina la Yesu Kristo, there is what is propelling her towards that direction. There is what is propelling your son towards that direction. So Esau cried bitterly because of the words of his father. Maana baba yake alishangaa, kwa nini mtoto wangu analia? Mtoto huyu analia kwa sababu alijua kile kitakachofuatilia maneno ya baba yake. Glory be to God. Baba yake amemwambia kwamba wewe baraka zako zimeenda na ndugu yako. Wewe kazi yako itakuwa mtumishi wa ndugu yako. You will serve your brother all the days of your life. You will become a servant, and your brother will become your master. Maneno hayo yaliumiza moyo wa Esau. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati mwingi tunalia, umefanya everything, you have done everything concerning the life of your children, na bado wanaenda the wrong direction. You are putting everything in your marriage, and still your marriage is not working. You are putting everything in your economic life, and nothing is changing. You are keeping on drowning into poverty and failure.
is where you are coming from. Glory be to God. There is a record in your family ambayo inasema ya kwamba katika familia hii kusiwe mtu ambaye atafanikiwa katika ndoa. Katika familia hii kusiwe mtu atakayefanikiwa katika elimu. Katika familia hii kusiwe mtu atakayefanikiwa katika biashara. Lakini siku ya leo kwa Roho wa Bwana imekuja na habari njema ya kwamba siku ya leo we are going to break the record of our families. It doesn't matter waliweka record gani, but we are going to pass away that record. We are going to come against that record. Tutaikia katika mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu. Hata mahali watu huwa hawaolewi, nimekuja kusema tutavunja that record. Watu wataanza kuolewa. Hata mahali watu hukufa kwa umasikini, nimekuja kusema tunavunja hiyo rekodi katika jina la Yesu. Hatutakufa kwa umasikini. Hallelujah. You will be a sign of a blessing in the city, and also majumbani utakuwa ishara ya baraka. Watu wakija kuuliza ni nani ambaye amebarikiwa, wataanza kusema kwani utajika hata shiana kwani hamwezi kukaa kama watoto wa fulani. Tazama watoto wao vile wamebarikiwa, tazama vile ambavyo wanaheshima, tazama vile wamesoma, tazama hawana mchezo na wanawake, hata hawana mchezo na vijana. Ukiona msichana wako anaanza kuweka mzaha na kijana, angalia mahali ametoka. Angalia ni nini huwa kinafanyika kweli. Ni mimba imeanza kumuita, ni watoto wameanza kumuita ili alete watoto hapo nyumbani. But we are going to break that record. In the name of Jesus. Hey, by the grace of God, I declare to you alive, you are not part of the history of your family. You are not part of that record. In the mighty name of Jesus, ninakuvusha kutoka katika rekodi ya kwenu. Ninavusha ndoa yako kutoka katika rekodi ya kwenu. Ninavusha jamii yako katika jina la Yesu. Hey, hallelujah. Hata kama kwenu wanaume hawatoshikani na mwanamke mmoja, ninavusha mume wako atosheke na wewe. Nasema atosheke na wewe katika jina la Yesu. Glory be to God. Are you getting me? Yes. Hata kama kwenu watoto wasikilizeni elimu, nimekuja kuzitangazia watoto wako watakuwa wanashikanisha mambo katika jina la Yesu Kristo. We are breaking the records of our families. Whatever is in the archive of our families, tunaenda kinyume nayo. Nasema tunaenda kinyume nayo. Because we have what it takes for God to bless our lives and to take us into another new level in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Baba alisikia vibaya kwa maana anajua the foundation ambayo ameweka ya mtoto huyu haiwezi ikafavor. Many of us, most of us, the foundation laid by our forefathers is not favorable. It's not favorable in marriage. It's not favorable in education. It's not favorable in career. Lakini Mungu anatupeleka in another height in the name of Jesus Christ. Amen. There is still a higher level in the kingdom of God. Amen. God will take you into a higher level in your life in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Desire to break the record of your family katika jina la Yesu. Amen. Verse number 39, Isaac anaambia Esau ya kwamba, then Isaac his father answered and said to him, behold, your dwelling shall be of that fatness of the earth and of the dew of heaven from above. Yani wewe usijali, utakuwa unaishi mahali kuna vinono na mahali kuna umande unaotoka mbinguni. Hata kama sio sehemu ya maisha yako, utakuwa unaishi hapo. Nimekataa kuishi nikiona watu wakikula na mimi nikilala njaa. Ni lazima ukasirike useme nimekataa kuona ndoa watu wakifurahia, mtu anakumbatiwa, anaitwa baby, anaitwa sweetheart, na wewe unasukumwa na mateke hata huko. Nimekataa, lazima tuchoke katika jina la Yesu. Glory be to God.
Hey, we are not spectators of this life. Hallelujah. Are you getting me? Yes. Imagine baba ameweka foundation mbaya ambao sio favorable na huyu kijana. Kijana analia baba hana msaada kwa sababu ya foundation. We are turning against these foundations of our families. In the name of Jesus Christ, we are turning against them. Whatever they did and towards God, we are reversing their deeds in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hiyo miungu walioabudu hatutaiabudu, tutaabudu Mungu wa kweli. Na sio kesho, ni leo tunaanza. Jeremiah 10:11. Read for us. That is our starting point. Kwa sababu walienda kwa wachawi, wakaenda kwa waganga, wakaenda kwa vitu vingine. But we have a starting point tonight. In the name of Jesus Christ. Jeremiah 10:11. Inasema namna gani? Mtawaambia hivi. Mtawaambia hivi. Miungu hiyo isiyofanya mbingu na nchi. Miungu hiyo ambayo haikufanya mbingu na nchi. Hiyo itaangamia katika nchi. Hiyo itaangamia katika nchi. Nayo itatoweka chini ya mbingu. Nayo itatoweka chini ya mbingu. Hiyo miungu ya baba zetu, miungu waliotafuta, wakapewa tumote, wakapetiwa tuirishi, wakakuja kutuweka kwenye viuno, wakachanja miili yetu. Tunakuja kusema ya kwamba hiyo miungu ambayo haikuumba mbingu na dunia ni lazima iangamie katika maisha yetu. Hatutafungwa tena, haitatuleta chini tena, haitatusumbua tena, lazima iangamie katika jina la Yesu. Glory be to God. We must cause all those God to die into our families. Hiyo ndio shida kubwa ya ndoa zetu. Hiyo miungu ndio shida kubwa katika maisha ya watoto wetu. Hizo chanjo, hizo ilizi zililetwa na shosho na wale wengine ambao walikuwa mbele zetu. Hiyo miungu yao, we must resist them in our lives in the mighty name of Jesus. Tuiambie guys, guys, hizo miungu sio miungu. Tunamjua Mungu mmoja ambaye aliumba mbingu na kaumba dunia katika jina la Yesu. We must denounce their gods. Are you getting me, church? We must denounce their gods. No matter what they did. Haijalishi nini walifanya, lakini lazima tuikatae katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Biblia inasema kwamba hiyo miungu mtaiambia ya kwamba nyinyi miungu ambayo hamkuumba mbingu na dunia, nyinyi sio miungu na mtadisappear kutoka katika dunia hii katika jina la Yesu. We are going to do that. Both with our mouths and also with our hearts and also with our sacrifice. Katika jina la Yesu. Are you getting me? Takuwa kiambia kwamba miungu yote ambayo mama yangu aliandama kaenda kwa mchawi, akakimbia kwa mganga, ninasema miungu hiyo sio miungu, itadisappear. It must die. You God, you must die. Hallelujah. Wewe Mungu wa baba yangu lazima ukufe. Wewe ambaye ulienda kutafuta kwa wachawi, lazima uangamie. Uachilie maisha yangu, uachilie ndoa yangu, uachilie watoto wangu. We must break their record katika jina la Yesu. Ili tuache kuwa spectators. Yaani wewe ukoragwo wanahiria ndo wangegoku. Hata unileta watu wengine hapa. Kataa katika jina la Yesu. You have the capacity to resist the enemy. You have what it takes to bring down every imagination that exalted itself against the will of God in your life. Katika jina la Yesu. Glory be to God. Are you getting me, church? Even those who are watching, wherever you are watching me from, you have the capacity to bring this dragon down, to destroy them in your life and also in your family. In the mighty name of Jesus. We have our freedom. Hallelujah. You have your freedom. You must proclaim your freedom from today. Katika jina la Yesu. Break that record. Wengine tulikamatwa na hiyo maroho, tukakosa kusoma. Lazima tu break the record ili watoto wetu wasome. Na watoto wa watoto wetu wasome katika jina la Yesu Kristo. Glory be to God. Wengine tulizalia nyumbani. We must break that record ili watoto wetu
Hallelujah. When you become restless, you will break his yoke. We want to break the yoke of our forefathers in the name of Jesus. Lazima kile ambacho kimetufunganisha na wao kivunjike katika jina la Yesu. Hicho ambacho kimetushikanisha na wao, mateso ya mama yako lazima kikatike, lazima kivunjike katika jina la Yesu. Hiyo ambayo imekushikanisha na maisha kama ya baba yako, vile baba yako aliumizwa na mama yako, hivyo ndivyo unaumizwa. Lazima ujitanganishe nayo. Maisha ya baba yako isiwe translated kwako tena katika jina la Yesu. Hallelujah. Are you getting me? We must become restless. Lazima tuponyoke. Ya Kiswahili nasema ya kwamba na utakapoponyoka. Amen. Na utakapofanya nini? Ambia jirani yako ni wakati wa kuponyoka. Mwende kushomoka, tunashomoka. Ni wakati wa kuponyoka. Jina la Bwana litukuzwe. Ama mimi nasema namna gani? Verse number 40. Upanga wako wewe utaishi nawe, utamiliki nduguyo. Na itakuwa utakapoponyoka. Utalivunja kongwa katika shingo yako. Ni wakati wa kuvunja kongwa. Ni wakati wa kuvunja. The time has come for us to break the yoke of our fathers in our lives. Katika jina la Yesu. Hii mambo ya kuishi kwa upanga wako, tutagiliwe na dogelia. Kama utaenda kazini utakula. Na kazini mahali unaenda unaombewa. Wakubwa wako they don't favor you. Wanakukalia as if you are not the same human being kama wao. Living by your own sword. Tumekataa hiyo katika jina la Yesu. Hatutadumishwa na bidii yetu. Hallelujah. Nasema hatutadumishwa na bidii. Hatutakuwa dhaifu. Hatutakuwa wavivu. No, we shall keep the momentum. Lakini tumekataa kuishi kwa upanga wetu. Are you getting me? Yes. Lakini lazima ukinyawe analia kwa kama utakatiwe kwa bila wega. Lazima ujitetee kwa kijana. Na hata akajui kuoga vizuri kana nuka jasho. Mpaka unapeana mwili wako kwake. Ukijaribu haya ili nione kana kwamba naweza kupata kutu. Acha hiyo ujinga. Wacha kuishi kwa upanga wako. You need to live by the grace of God. Hallelujah. You need to live by the grace of God. Hata kama utapatia mtu yeyote kitu, hata kama utapeana mwili wako, you are still a victor. You are still a conqueror. Katika jina la Yesu. You must grow restless. Lazima usikie nimechoka kuishi maisha haya katika jina la Yesu. Ili uweze kuruka upande mwingine. Katika jina la Yesu Kristo. And before we do anything, lazima to break the record. Katika jina la hii mambo ya baba alikufa na deni. Tukabakia tukichanga. Sijui nini tulipe deni. Huyu mambo ya kukufa. Mzee alikufa akiwa na pili ya hospitali. We must break this record. Katika jina la Yesu. Hatutaachia watoto wetu matatizo. Hallelujah. Are you getting me? The lifestyle of our forefathers lazima tuivunje katika jina la Yesu. Mambo ya kukaa na unajua ndo maisha yenu vile ambavyo huwa inatawaliwa na miungu ya utasa. Na hata wewe ni Mungu alisaidia tu ukazaliwa. Na wewe unangojea wengine wapitie hiyo kanji. Akaambiwa when you grow restless you will break the yoke. And this is the hour to break the yoke. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujitenganishe, tuambie kwamba sheiganishe gapi? Mateso yenu hatutaki, shida zenu hatutaki, umasikini wenu hatutaki. Tuvunje the record. Record za umasikini, record za utasa, record za kutofanikiwa, record za kutafuta miungu mingine. Tuambie ya kwamba sisi tutatafuta Mungu na hatutaishi kwa bidii yetu, tutaishi kwa neema. Tofauti ya mtu ambaye ana baraka za Bwana na mtu ambaye ana laana ni kwa sababu mkienda shuleni pamoja, yeye anapita mitihani, wewe unaanguka. Mkitoka pamoja, anapata kazi kwa urahisi, wewe unaanza kupiga barabara.
Ukikaa kule kwa leba, ukingojea ni nani ambaye atakuja kunipatia kibarua, unagonga hapo wiki mzima, hakuna mtu. Unaanza kulala kwa gardens town, kwa sababu umezunguka, umekosa namna. Hizo records lazima tuzivunje katika jina la Yesu, ili tusiishi kwa upanga wetu, tuishi kwa neema ya Bwana. Amen. And by the grace of God utaenda mbali. By the grace of God utaolewa, na utaolewa na sumbua kama hii ambayo imesumbua mama yako na shosho yako miaka yote. Utaolewa na mtu ambaye atakupembeleza kama yai, atakupenda na kupapanya kama kitu cha maana katika jina la Yesu. Are you getting me, church? We must break the record of our fathers katika maisha yetu katika jina la Yesu. Glory be to God. Imambo ya mkate ya kuongoje, you translate your life kwa maisha yako katoto na ulikazalia nje ya ndoa na bazaye nje ya ndoa. No. The history of your family must come to an end. Na lazima kuwe na mtu atakayeleta mwisho, atakayefikisha mwisho katika jina la Yesu. Glory be to God. Sita translate the problems of my forefathers kwa watoto wangu. No! Hata maisha yangu ni lazima yachukue another new dimension. Niishi vizuri, nikae vizuri, watoto wangu wakae vizuri, na kukaa vizuri tiikoma. Are you getting me? Na nipozo wale ambao mmeweka kesi zile za kuruka hivi tubiki, lazima kuwe na idea uende upomoe. Utengeneze ketamo inaweza kuingilia gari, usijali mahali itatoka. Baba walienda miguu, break their record. To drive yourself into your portion of life in the name of Jesus Christ. Are you getting me? That mentality ya kwamba unajua kwetu wa kufanyamu, sijua kuna unajua kwetu, unajua wachana na kwetu. Anza kuishi kama mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu. Let us break the records of our fathers katika jina la Yesu. Hallelujah. Are you getting me? Are we ready to break the records? Are you ready to break the records? Ninataka tu kukuonyesha njia, kwa sababu sio mimi nitabreak, ni wewe unafanya nini? Si ni Isaac aliambia kijana yake Esau ya kwamba ni wewe utakapochoka utafanya nini? Utabreak. I'm not where I'm supposed to be, but still I'm working out issues around my life. Glory be to God. Are you getting me? Wakati unaanza kuona changes, vitu zinaenda visivyo, unaelewa ya kwamba kigogoro ni yakaje, sababu imeamuka. Au unaanza kusema ya kwamba it is usual, wacha kujali, usijali, hata hivyo unaendelea. Hata kuna wengine walikuwa nyuma yako. Hivyo ni kuambia mtoto namna gani? Sio wachane na hiyo maneno. Are you getting me? Don't comfort yourself with the nonsense. Comfort yourself with the truth. And the truth ni kwamba hatutakuwa mikia, tutakuwa nini? So ungangane upate what it takes kukupeleka uwe kichwa na kupeleka mtoto wako awe nini? Kwanza kumwambia kama na dolari yeti, hata hao watano walikuwa nyuma yako. Maji nilijaribu. Gaja. Alafu akifanya KCP atende wapi? Ndio alijaribu, lakini akifanya KCSE atende wapi? What do you expect? Simama juu na miguu yako. Nataka tutoke. Hallelujah. Nataka tufanye nini? Kabla tujaondoa dhabihu, nataka usimame juu kwanza. Nataka upigie hiyo miungu kelele. Biblia imesema ya kwamba na miungu hiyo hapa haikuumba mbingu na dunia, tutaiambia ya kwamba nyinyi sio nini? Sio miungu na lazima mfanye nini? Mwagamie. Nataka tupigie hiyo miungu kelele kwanza kabla tutatoa dhabihu yetu. Tuiambie hiyo miungu. Mama yangu alikimbia kwa mchawi. Goshosho alikimbia kwa muganga. Alijaribu kutreat maisha yetu. Tuiambie ya kwamba sio Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, inua mikono yako juu. Pigia hiyo miungu ya kwenu kelele. Iambie ni lazima ikufe, lazima iangamie, lazima ikuachilie. Katika jina la Yesu Kristo, ipigie kelele. Inua sauti yako mbele za Bwana. Pigia hiyo miungu kelele. Iambie lazima ikufe, iachilie maisha yako. Unakataa, hautalishwa na miungu hiyo. Unakataa, watoto wako hawatalishwa na miungu hiyo. Pigana na hiyo miungu, katana nayo. Katika jina la Yesu Kristo, tunakatana na miungu yote ambayo baba zetu waliandama. Tunakatana na miungu yote ambayo babu zetu waliandama. Wote wa
zetu wa kale, you must die, you must die.